Asante. Kwa majina naitwa Mhandisi Jerutu Bosinge. Mimi ni mtaalamu wa kufunga magari kutumia gesi asilia kutoka Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Kusema ukweli, swala la mafuta na upandaji wa maisha ni vitu ambavyo tunaita proportional, ni direct proportional, kwa sababu tunahitaji mafuta, tunahitaji nishati kusafirisha watu, tunahitaji nishati kusafirisha vyombo, tunahitaji nishati kusafirisha chakula. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza ukakwepa swala la nishati. Kwa hiyo nishati kupanda inasababisha kila kitu kwenye maisha ya binadamu yanakuwa yanapanda, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia tangu mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano. Tumeona gharama ya mafuta imekuwa ikienda na kuongezeka. Sasa hivi tunaongea lita moja ya petroli ni shilingi 4115, kitu ambacho gharama imeongezeka karibu mara mbili ya kule tulikokuwa. Maana yake nini kama nchi? Maana yake nini kama taasisi za elimu? Maana yake ni nini kama taasisi za utafiti? Ni kuhakikisha kwamba tunaweza kama nchi kutumia nishati mbadala ile ambayo ipo, ambayo inaweza ikaokoa na kupunguza utegemezi wa hii nishati ambayo tunaagiza kutoka nje. Na moja ya nishati ambayo imekuwa ni nzuri kwenye hii ni matumizi ya gesi asilia. Mwenyezi Mungu ametupa gesi asilia, tunayo ya kutosha. Ndio maana nasema gesi asilia sasa inatakiwa iwe mbadala kwa hivi sasa, na tumekuwa kweli tukishuhudia uongezekaji wa matumizi ya gesi asilia kwenye magari, hasa miaka ya karibuni kuanzia 2018. Magari yamekuwa yakiongezeka kuanzia 5,000, 6,000, lakini kwa kipindi hiki cha miezi mitatu tumeona ongezeko limekuwa kubwa zaidi. Utakumbuka tulikuwa na changamoto ya vituo vya kujazia magari gesi. Leo tuna vituo vya kujazia magari gesi zaidi ya vituo 15 ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tulikuwa na magari 7,000, 8,000. Leo tunaongea magari takriban 15,000 na kuendelea. Kwa hiyo tunaweza tukaona pamoja kwamba mwamko wa wananchi bado haujawa mkubwa vya kutosha, kitu ambacho ilitakiwa kwa hivi sasa, kwa tangu tumeanza kufunga magari ile 2018 rasmi, ilitakiwa walau tu tumefuta magari 100,000. Ingetusaidia kuokoa fedha nyingi sana za kuagiza mafuta na kuagiza hizi nishati nje ya nchi. Okay, sawa. Hivi karibuni kwa miaka kadhaa kama ulivyosema kwamba gesi asilia ni mbadala wa ongezeko la gharama za maisha, lakini kwa mwezi huu tunaona tena kuna ongezeko pia la mpaka bei za hizi gesi. Kwanza naomba tutofautishie, je, kuongezeka hizi gesi ni zote za majumbani pamoja na za kwenye magari vivyo hivyo, na kipi hasa kinachangia ongezeko hili wakati tulitarajia ndio kunaweza kuwa na unafuu zaidi kuliko mafuta? Ni kweli nimeona kuna ongezeko la gharama ya gesi, hasa hizi gesi za kupikia za LPG. Mimi nilitaka wananchi, lakini mwandishi pia ujue, hii nishati ambayo umesikia kwamba kuna ongezeko ni nishati pia ambayo tunaiagiza kutoka nje ya nchi. Hii nishati ya LPG ambayo inatumika kupikia kwenye mitungi ni nishati tunayoagiza kutoka nje ya nchi. Naomba hili wananchi walijue. Lakini nishati tunayotumia ya gesi asilia kuweka kwenye magari na hii ambayo inatumika kupika kwenye baadhi ya maeneo kama Mtwara, Mikocheni na Sinza na baadhi ya sehemu ambazo wenzetu wa TPDC wameweza kuweka, hii ni nishati ambayo inapatikana ndani ya nchi. Ni nishati ambayo serikali imeweza kuitoa Mtwara, imeileta Dar es Salaam, iko kwenye matumizi. Kwa hiyo hatutegemei wala kutarajia kuona hii ni nishati ambayo inapatikana ndani ya nchi na yenyewe kuwa na ongezeko kama ambalo tunaliona kwenye nishati ya gesi ile ya kupikia na nishati ya petroli, kwa sababu hizi ni nishati ambazo zote tunategemea utokaji kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo mimi lengo langu na matamanio yangu ni kutaka kuona Watanzania wengi zaidi wanaenda kutumia hii nishati, kwa sababu nishati ya gesi asilia kama nilivyosema ni nishati ambayo ni salama, ni nishati ambayo gharama yake ni ndogo. Kilo moja ya gesi ni shilingi 1,500, na 1,500 kwa kilo moja ya gesi kwa gari ndogo kama ya ST unatembea zaidi ya kilomita 18 mpaka 20, kitu ambacho ni kwenye petroli ni kitu tofauti. Shilingi 1,500 huwezi kupata hata lita moja. Kwa hiyo ukiweka kwa mfano gari ya ST ukiweka gesi ya shilingi 17,000 unatembea zaidi ya kilomita 180 hadi 200. 17,000 ukiweka petroli ni lita 3 ambayo huwezi kwenda zaidi ya kilomita hata 50. Kwa hiyo unaweza ukaona ina manufaa makubwa kulinganisha na matumizi ya nishati hii ya petroli. Na hatujui pengine inaweza ikaongezeka zaidi, kwa sababu mataifa haya yanayotuzalisha hii nishati ya mafuta
inayotuletea pengine changamoto zikiendelea kutokea kama hizi tunazoshuhudia, pengine inaweza ikaendelea kufanya nini, kuongezeka. Kwa hiyo tunatamani kuona hata upande wa serikali pia tuone magari yenyewe ya serikali sasa yaanze kutumia gesi asilia, kwa sababu changamoto ilikuwa ni vituo. Sasa tuna vituo vya kutosha. Kwa mfano hizi taasisi za umma ambazo ziko ndani ya jiji la Dar es Salaam, na wenyewe magari yao yafunge gesi yatumie. Inawapa imani, lakini pia inaongeza security kwa wananchi, na wenyewe wanaona serikali yao sasa inatumia gesi kwenye magari yao. Okay, tumalize na hili. Hongera sana taasisi ya teknolojia ya Tanzania Dar es Salaam. Mmefanya kwa nafasi kubwa kama ulivyosema, ongezeko la vituo vya gesi asilia tunamaanisha CNG kwa Dar es Salaam viko vingi sana, lakini mimi naweza nikatoka na gari Dar es Salaam nikiwa nimeshaijaza gesi, naenda kumsalimia mama yangu Morogoro, Mbeya na maeneo mengine. Nini wito wako kuhusiana na kufikia mikoa mingine, kwa sababu tunafahamu kwamba ni hitaji la nchi nzima sasa na si Dar es Salaam peke yake, kwa mikoa mingine jirani na Dar es Salaam au hata Tanzania nzima? Nini mpango wenu unafuata? Kwanza niseme kitaalamu hii nishati gesi asilia ukifunga kwenye gari haimaanishi kwamba ule mfumo wa awali wa petroli tunauondoa. Tunaweka mfumo mwingine wa gesi, inaweza ukaruhusu ukatumia gesi 100%. Gesi ikiisha, pengine umetoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam au umetoka nje ya mkoa ambao huwezi kupata gesi asilia, unaweza kuswitch kirahisi sana kutumia petroli. Lakini wito wangu kwa upande wa pili ni kutaka kuona mikoa mingine pia nishati hii inaenda. Tumekuwa tukiona taarifa mbalimbali kutoka taasisi zinazohusika na nishati hii wakionyesha nia ya kuweka hii nishati Morogoro, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma, lakini kuna mipango ni kupeleka Tanga na kupeleka Arusha na sehemu zingine, na mipango yao nimeona ni mizuri, na kwenda huko kiurahisi zaidi ni kusaidia pia kuongeza maisha ya wale wananchi, lakini kuwapa manufaa ya nishati hii sasa ya gesi asilia iweze kutumika kwa wananchi wote pia ndani ya nchi yetu, kuliko kuwa na manufaa ndani ya mikoa ile ya Dar es Salaam na Mtwara peke yake. Kwa hiyo inakuwa inaunganisha uchumi wa nchi yetu, na natamani kuona kweli hiyo mikoa na yenyewe inapata nishati hii ya gesi asilia itumike kwenye magari, lakini pia tusisahau gesi hii inatumika kwenye kupika. Unajua, nimekuwa nimekiona kwamba mtu anatumia gesi asilia kupika kwa mwezi mzima analipa shilingi 10,000 mpaka 15,000, kitu ambacho LPG ukitununua mtungi wa LPG wa kilo 15 sio chini ya shilingi 50,000 mpaka 60,000. Kwa hiyo unaweza ukaona ni nishati ambayo kusema ukweli tukiamua kuitumia ina manufaa makubwa kwa nchi, ina manufaa makubwa kwa wananchi, ina manufaa makubwa kwa maisha yetu sisi wote kama Watanzania. Shukrani sana kwa muda wako. Asante sana.